أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Tuingie kwenye maudhui yetu ambayo ni maudhui rasmi au muhimu katika kikao hiki, nayo ni maudhui ambayo inahusu inayohusu daraja za mwanamke au mwanamke na daraja zake za kiimani. Tumezungumza huko awali na kujua ya kwamba tofauti ya mwanamume na mwanamke ni nini. Hapo ndio tulizungumzia hivi jana katika kikao chetu cha mwisho, na tukawa samahani, ni kwamba tumezungumza kuhusu tofauti iliyoko baina ya mwanamume na mwanamke. Je, mwanamke kwanza aweza akafikia daraja kama vile mwanamume, daraja za kiimani, au hawezi? Je, yuko duni zaidi ya mwanamume au hayuko duni? Tunapata ya kwamba kwa darsa hizi tutafikia kusema ya kwamba pia yeye ana daraja anazifikia za juu sana, na hata anaweza akamfikia na kumpita hata mwanamume kama tutakavyoona. Na tukawa tunaelezea pia ya kwamba tofauti yake katika Qur'ani, hasa sifa zile ambazo za kiimani ni sifa za wanaume au ni sifa za kiume peke yake au zinampata mwanamke. Tukasema kwamba hizo sifa za imani, daraja za kiimani, za subira, za uchamungu na nini, ni sifa za kiroho, wala hazipatikani, sio sifa za kiwiliwili, yati kwamba kuna subira ya kike, kuna subira ya kiume. La, yani kwamba wanatenganishwa wote, kama vile hata tumeona kwenye Qur'an, mwanamke na mwanamume wote wanasifika na sifa za uchamungu, sifa za subira kwa usawa, na ikawa na malipo yao ni sawa. Sasa tulifika mahali ya kwamba tukasema ya kwamba hawa magharibi, watu wa magharibi wanasema ya kwamba mwanamke ana haki sawa na mwanamume kwa sababu wana usawa, na watu wametoka wakidai ya kwamba usawa baina ya mwanamume na mwanamke. Kisha tukasema ya kwamba usawa huu wanaodai, hakuna yule ambaye atadai na akubali, na hakuna yule ambaye akili yake inamkubaliana kusema ya kwamba mwanamume na mwanamke wako sawa katika kiwiliwili. Mwanamume nguvu zake tofauti na mwanamke, hata hali za kiume tofauti. Kwa hivyo hali zile za mwanamke zinampelekea kuwa na majukumu yake tofauti na mwanamume. Na mwanamume kimaumbile Mwenyezi Mungu amemuumba na akampa hali hii ya kiwiliwili ili ampatie majukumu kufatana na kiwiliwili chake. Kwa hivyo itakuwa ni dhulma kumpatia majukumu mwanamke majukumu ya mwanamume, au mwanamume kupawa majukumu ya mwanamke, kwa sababu mwili wake haukubaliani na maumbile au majukumu yale. Wa alaikum salam. Kwa hivyo anawajibika, tunawajibika kusema kwamba uadilifu na usawa ni kwamba kila mmoja atekeleze kufatana na maumbile yake. Lakini je, malipo, huyu akitekeleza na huyu akatekeleza, malipo yatakuwa sawa? Au kwa sababu huyu amechukua majukumu ambayo yanaonekana ni mazito atalipwa zaidi kuliko huyo mwingine? La, kila mmoja kufatana na jukumu lake atalipwa na malipo sawa, na huyu mwingine pia vile vile, kama vile tukavyosema. Kwa hivyo tulisema pia, miongoni mwa mambo ambayo tulisema, nikirudia tu kwa mukhtasari, ni kwamba sisi wanaume na wanawake, tofauti iliyoko au usawa ulioko ni katika mambo yapi? Kwa sababu tumeona ya kwamba katika jambo la kiwiliwili hawako sawa. Kwa hivyo kutokana na kuwa viwiliwili vyao vinatofautiana, basi na majukumu yatakuwa yanatofautiana kutokana na hali yao ya kimaumbile, kwa sababu ikiwa watalazimishwa kutekeleza kinyume cha maumbile yao, itakuwa
ni dhulma. Huwezi kumlazimisha mtu kufanya kazi ya nguvu ambaye hana nguvu, itakuwa ni dhulma na mengineo. Kwa hivyo usawa uko wapi? Tunavyosema usawa, tulisema ya kwamba mwanza kabisa katika ubinadamu wote ni binadamu, kwa sababu kama vile aya tuliyosema, sisi tumeumbwa kutokana na nafsi moja, yani tumeumbwa kutokana na hiyo nafsi, mke akaumbwa ambaye ni Adam akaumbwa, na mwanamke akaumbwa kutokana na Adam, kutokana na nafsi hiyo moja. Kwa hivyo sote binadamu wengine, wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na Mwenyezi Mungu ameeneza na kuwatawanya wanaume na wanawake ambao wote wametokana na asili moja, yani Adam na Hawa. Kwa hivyo kiasili ni kwamba sote tunatoka kwenye ubinadamu mmoja, sote ni binadamu, si kwamba mwanamke si binadamu. Mwanamke na mwanamume ni binadamu wote wawili, ila tu ni mwanamke au ni mwanamume. Na jambo la pili ambalo tulitaja, ambalo tulisema ya kwamba wako sawa mwanamume na mwanamke, ni katika malipo. Kila mtu analipwa baada ya kutekeleza yale majukumu yake aliyotekeleza, na wote wako sawa. Sasa kuna aya tuliyosoma ambayo ilituelezea jambo hili, na leo kuna hadithi ambayo tulisema ni muhimu sana, ambayo inazungumzia kuhusu jambo hili kwa kirefu. Kuna mwanamke anayeitwa Asma binti Yazid al-Ansariya. Mwanamke huyu alimjia Mtume kuuliza baadhi ya maswali, na kiufupi ni kwamba alitaka kujua tofauti baina ya mwanamume na mwanamke, kwa sababu jambo hili lilikuwa linamsumbua yeye kama vile wanawake wengine lilikuwa likiwasumbua. Akasema, hii hadithi inasema, innaha atati nabiyya, alimjia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa huwa baina ashabihi, na huku Mtume alikuwa katikati pamoja na masahaba wake. Faqalat, akamwambia maswali mazuri aliyouliza, mpaka kiasi kwamba hata waliokuwa sehemu ile, waliohudhuria kikao kile, walishangazwa na maswali haya vile yalivyokuwa yamepangwa kwa njia nzuri. Akamwambia, bi abi anta wa ummi, akamwambia mimi niwe fidia kwako na wazazi wangu, baba yangu na mama yangu wawe fidia kwako. Bi abi anta wa ummi, yani baba yangu na mama yangu wawe fidia kwako. Inni wafidatun nisa, mimi nimetumwa, nimekuja kwa niaba ya wanawake, nimetumwa na wanawake, nimekuja kwa niaba ya wanawake kwako kuuliza mambo haya. Ilaika wa a'lam nafsi laka alfida, najua ya kwamba nafsi yangu pia iwe ni fidia kwako. Annahu ma min imra'atin kanat fi sharqin wala gharbin sami'at bimakhraji hadha illa wa hiya ala mithli ra'yi, jua ya kwamba hakuna mwanamke yoyote katika mashariki au magharibi atasikia kutoka kwangu huku kuja kwako na kukuuliza maswali haya, yani illa wa hiya ala mithli ra'yi, ila tu yeye ananiunga mkono katika rai hii, yani rai yangu ndio rai yake, maoni yangu ndio maoni yake. Kwa hivyo mimi nazungumza kwa niaba ya wanawake wote, na mimi ninazungumza nikiwa najua ya kwamba wanawake wote duniani wana fikra kama hii, wanataka kujua maswali kama haya. Inna Allaha ba'athaka, sasa akawa anaanza kuelezea, inna Allaha ba'athaka bilhaqqi ila rijali wan nisa, hakika Mwenyezi Mungu amekutuma wewe kwa haki. Kwa nani? Ila rijali wan nisa, kwa wanaume na wanawake. Haukutumwa kwa wanaume peke yake, umetumwa kwa ajili ya wanaume na kwa ajili ya wanawake. Fa amanna bika, na sisi wanaume na wanawake tulikuamini ulipokuja ukatuambia ya kwamba umetoka kwa Mwenyezi Mungu, tumekuamini.
wa biilahika amanna bika wa biilahika, tumekuamini wewe na kumwamini Mola wako au Mungu wako, alladhi arsalaka, ambaye amekutuma wewe kuja kutuongoza. Inna ma'ashara nisa, asema sisi wanawake wote, mahsuratun maqsuratun, tumebanwa. Maksuratun yani tumefanyiwa upungufu mambo, kasirat yani kuna maksurat, tumezuiwa mambo mengi, tumefungiwa, tumezuiwa. Kawaidu buyutikum wa hamilatu auladikum, na sisi ndio tunawabebea watoto wenu nyinyi wanaume, tunapata kuzaa watoto kwa niaba yenu yani. Wa innakum ma'ashiru rijal, lakini nyinyi wanaume wote kwa ujumla, futiltum alaina, lakini nyinyi mmefadhilishwa, hamkai nyumbani, mmetukuzwa. Mwenyezi Mungu amewapatia zaidi yetu, amewafadhilisha juu yetu. Bil Jumaa, nyinyi ndio mnatoka mnaenda kuswali swala ya Ijumaa. Sisi tunaambiwa kwamba hakuna wajibu au hakuna ulazima kuswali Ijumaa, tutaswali tu ndani ya nyumba, hakuna ulazima. Wa bil jamaat, na swala ya jamaa kwenye misikiti, sisi nyinyi ndio mnatoka mnaenda mnakutana na wanaume wenzenu, mnakaa mnani. Sisi tumekaa nyumbani, kazi yetu ni kushughulikia watoto na kuwachungia nyumba zenu na nini. Wa iyadatul mardha, na pia kuwatembelea wagonjwa, nyinyi ndio mnatoka kuwatembelea wagonjwa. Wa shuhudul janaiz, na kushuhudia majeneza. Anapofariki Muislamu, wanaume ndio zaidi wanatoka wanaenda kumzika maiti, kumsindikiza jeneza. Wal hajju ba'da al hajj, alafu nyinyi mnaenda hija baada ya hija. Mwaka huu mmeenda, mwaka ujao mnaenda, mwaka mwingine mnaenda hija baada ya hija. Sisi tuko nyumbani tumekaa tu. Wa afdalu min dhalika fi sabilillah, nafikiri hapa labda kuna neno limeanguka, jihadu fi sabilillah. Na bora zaidi ya hapo, nyinyi mnatoka katika njia ya Mwenyezi Mungu, yani mnatoka kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi bado tunabaki ndani. Sisi shughuli zetu ni kwamba tumebanwa, tushughulikie watoto na kuzaa na kulea. Wa inna ar-rajula minkum in kharaja hajjan, na hakika mwanaume kati yenu anapotoka akienda hija au mu'tamiran, au akatoka na kwenda huku akaenda umra, kwa sababu hija, kuna hija ya mwezi wa hija, Dhulhijja, watu huenda hija, na umra huwa ni kuna sio hija, ni ibada tu ya kwenda huko kwa Maka na kufanya ibada fulani, lakini kando ya mwezi wa hija huwa mtu pia wanaenda. Au murabitan, na pia anapotoka pia katika vita. Hafidhna lakum, anapoenda hija, anaenda umra, anapoenda jihadi, sisi tunabaki. Hafidhna lakum amwalakum, sisi hubaki na kuhifadhi mali yenu, tunawahifadhia mali yenu, tunawachungia mali yenu. Wa ghazalna lakum athwabakum, na tunawashonea nguo zenu. Wa rabbaina lakum amwalakum au auladakum, na tunabaki sisi ndio tunawalea watoto wenu au mali yenu, kulingana na nuskha vile ilivyo, lakini iliyo bora ni kwamba watoto wenu. Na sisi tunabaki tukilea watoto wenu, tunachunga mali yenu, tunachunga watoto wenu, tunawalea na kushonea nguo zenu. Fama nusharikum fil ajri, lakini sisi hatushirikiani na nyinyi katika malipo. Nyinyi mnapata huko na kuwa shahidi, unasikia shahidi ana cheo kikubwa, ana vyeo vikubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, ametoka hija, amepata thawabu za hija. Unaambiwa kwamba mtu anapotoka hija, mwambie kuombea dua yake ni makbul. Anapokuombea dua yake inakubaliwa mara moja, na mengineo analipo malipo mengi. Sisi tumekaa nyumbani, sisi kwani tumefanya nini mpaka tuwe hatuko sawa na nyinyi? Malipo hatupati sawa, na sisi tunaumia pia huku kulea na nini. Fama nusharikum fil ajri ya Rasulullah, hatushirikiani na nyinyi katika, hatushiriki katika nini malipo yenu ewe Rasulullah. Faltafata nabii, baada huyu mwanamke akamaliza, na mimi kwa sasa hivi ninahisi na najua kwamba nyinyi mnakubaliana naye kabisa maswali haya
kama vile alivyosema, wanawake wote wakisikia kauli yangu hii ndio watakuwa wanaungana na mimi mkono. Swali hili pia linawasumbua. Sasa Mtume akageuka mara moja, iltafata an-nabii sallallahu alayhi wa alihi ila ashabihi biwajhihi kulli. Mtume akageuka na kuwaelekea kwa uso wake wote masahaba wake na kuambia, thumma qala, akasema, hal sami'tum maqalata imra'atin qad ahsanu min mas'alatiha fi amri diniha min hadhihi. Anasema, je, mmewahi kusikia mazungumzo mazuri au maneno mazuri ya mwanamke mazuri zaidi kuliko maswali haya ya mwanamke huyu kuhusu mambo ya dini yake? Yani ameulizia maneno vizuri sana, anataka kujua dini yake hivi. Faqalu ya Rasulullah, basi wakamjibu wale masahaba ya kwamba, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ma dhananna, nasema ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sisi hatukudhania anna imra'atan, ya kwamba mwanamke tahdi ila mithli hadha au tahtadi au la, yani tuhda ila mithli hadha, ya kwamba hatukufikiria kwamba mwanamke anaweza kuongoka na kujua kuuliza maswali kama haya muhimu hivi. Faltafata an-nabii ilaiha sallallahu alaihi wa alihi, Mtume akamgeukia yule mwanamke baada ya kuwa amepata jawabu hilo la masahaba wake. Thumma qala, kisha akasema, laha insarifi ayatuha almar'a, akasema, ewe mwanamke, nenda zako, yani rudi kule ulikotoka. Wa'limi, na wajulishe, waelezee, wa'limi man khalfaki minan nisa, wajulishe wanawake walio nyuma yako, yani waliokutuma, waambie hivi, inna husnu tabauli ahdakunna, mwanamke kujiweka, yani kuwa mke mzuri, awe mke mzuri, kule tu kuwa husnu tabaul ihdakunna, kati yenu yule atakayekuwa atajiweka kuwa mke mzuri, yani awe na uke uzuri, yani awe anahudumia mambo haya vile aliyoyataja, kumhudumia mke mumewe na kuwalea watoto, kuchunga mali na nini mengi yao yote, watalibiha mardhatia, na kutafuta radhi ya mumewe, kutafuta njia ya kumridhisha mumewe, vitu hivyo vyote. Watibauha muwafaqatu hu, na kuhakikisha yule mwanamke ya kwamba mambo yake yanaafikiana na mumewe. Yote hayo ya'dilu dhalika kullu, haya mambo yote yanatoshana na mambo haya yote ambayo umeyataja. Yani malipo, wewe ukae nyumbani ufanye hayo, malipo yako ni sawa na ya huyu mwanamume ambaye ametoka akaenda jihadi, akaenda hija, akaenda msikitini kuswali jamaa, swalatul jumaa na nini na nini, na yote ambayo anafanya, malipo yake ni sawa na malipo yako wewe. Almuhimu ni kwamba uwe utakuwa mke mzuri na utekeleze wadhifa wako ndani ya nyumba, sawa, mtakuwa daraja moja na yule mume ambaye amefanya mambo haya yote. Peponi mtakuwa malipo katika daraja moja, si kwamba utakuwa daraja ya chini. Yule mwanamke fa adbaratil mar'a, yule mwanamke akarudi kinyume, wa hiya tuhallilu, na huku anapiga tahlili, yani la ilaha illa Allah, na kusema Allahu akbar wa tukabbir, istibsharan, kwa kufurahia jambo hili. Kwa hivyo hadithi hiyo na hadithi nyingine inasema jihadul mar'a husnu tabaul, yani jihadi ya mwanamke ni kuwa mke mzuri. Mtu anapokuwa mke mzuri, yani atekeleze wadhifa wake ndani ya nyumba kwa mumewe, inatoshana sawa na hiyo, kwa sababu, na ndio sababu tumesema ya kwamba majukumu yanaenda kufatana na maumbile, na maumbile ya mwanamke yameumbwa ya kwamba awe atashughulikia nyumba, watoto, mapishi, kufua na mambo mengine hayo, lakini na mume ameumbwa kimaumbile
ya kwamba ende akakabiliane na magumu ya huko nje, na malipo yake kila mmoja analipwa sawa, maadamu huyu, ikiwa tutasema ni kama mshahara, yule anapofanya hayo yote ana makubwa zaidi, mshahara wake ni kwa mfano 20,000 za Kenya. Huyu mwanamke pia vile vile kwa majukumu yale ambayo anafanya ndani ya nyumba analipwa shilingi 20,000 pia za Kenya, sawa na huyu mwingine. Yani ikiwa tutahesabu kwa malipo ya kipesa, ili ndio tuweze kufahamu malipo ya mwanamume na mwanamke ni sawa, tofauti ni majukumu ndio anatofautiana, na sababu ya majukumu ni kwamba wao wanatofautiana kimaumbile. Tumalizie hapo na kwa kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam salawat. Mm-hmm.